Andiko letu tutakaloanza nalo linatoka Tito 3. Tutaanza mstari wa 3, tutasoma wa 3, wa 4 na wa 5. Tito 3, 4, 5. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukimbie mara moja mpaka Tito 3. Tukimbie haraka mpaka Tito 3. Leo ni siku ya Ijumaa, siku ambayo kumbukizi linasema Yesu Kristo alisulubiwa hata kufa. Bwana Yesu apesi. Kwamba Yesu Kristo alisulubiwa hata kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Tito tumefika Haya, Tito tusome kwa moyo mmoja, kwa roho moja, kwa imani moja. 1, 2, 3 twende. Mnaachana. Alafu amtoi sauti. Alafu wachache wanasoma. Jione na ukubali kwa sehemu ya wanaosoma. Haya, 1, 2, 3 twende. Tulikuwa hatuna tulikuwa ndio lakini wema wake Mwokozi wetu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili. Maana kwa kuzaliwa mara ya pili, na tukafanywa wapya. I say, Bwana Yesu apesi. Kwa hiyo tunapozungumzia hiyo damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo, ni damu ambayo ilimwagika kwa ajili ya kutupa uhai mpya. Kwa nini? Hapo kwanza sisi tulikuwa tumefanyaje? Tumekufa. Tulikuwa tumekufa kwa sababu ya makosa yetu na dhambi zetu. Tulikuwa marehemu wanaotembea. Bwana Yesu apewe sifa. Tulikuwa wafu wanaotembea. Kiroho tulikwisha kufa. Kimwili tulikuwa hai. Lakini neno la Mungu nasema roho itendayo dhambi ndio itakayofanyaje? Itakayokufa. Sio mwili utendao dhambi. Kwa hiyo kuwa hai mwili hakuwezi kusaidia roho yako, ama hakuwezi kukusaidia wewe. Kuwa hai mwili alafu ukawa mauti au ukawa mfu roho, una hasara. Bora roho iwe hai, mwili uwe mfu. Bwana Yesu apewe sifa. Mwili ukifa hauwezi kuamua chochote juu yako, bali roho iliyo hai ndio itakayoamua chochote kwa habari ya mwili wako. Ule nini, uvae nini, ufanye nini, utende nini na nini usitende. Hayo ndio maisha aliyoishi Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Aliukatalia mwili, aliusulubisha mwili. Mwili wake ulikufa, lakini roho yake ikawa hai. Na ndio maisha tulioitiwa, kwamba tuwe hai kiroho, bali mwili ifanyeje? Ife. Mwili ulisulubiwa. Kwa nini? Mwili wa dhambi ulisulubiwa katika msalaba wa nani? Wa Kristo. Na sisi katika huo msalaba wa Kristo tunaambiwa kwamba mwili au ulimwengu umefanyaje? Umesulubiwa kwetu.
Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo damu ya Pasaka wetu ilikuja kutufanya upya, ilikuja kutufanya hai upya, ilitupa uhai ambao hapo mwanzo hatukuwa nao. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana uhai tuliokuwa nao mwanzo ni uhai aliokuwa nao Adamu mwanzo. Uhai tuliokuwa nao kabla ya dhambi ni uhai aliokuwa nao Adamu kabla ya dhambi. Uhai ulimpa nafasi, ulimpa fursa, ulimpa uwezo wa kukutana na Mungu bustanini, kuzungumza na Mungu bustanini, kutembelewa na Mungu bustanini. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini huu uhai tuliopata katika Kristo Pasaka wetu ni zaidi ya uhai aliokuwa nao Adamu. Kwa sababu uhai huu tulionao sasa si kwamba Mungu tunakutana naye njiani au kwenye nyumba zetu, bali Mungu anakaa ndani yetu na sisi ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana tunamwabudu Mungu kwa roho zetu. Tunamwabudu Mungu kwa roho zetu. Tunamwabudu Mungu aliye ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamwabudu Mungu tunayemwamini, tunayemuona kwa macho ya roho zetu, sio macho ya nyama, macho ya roho zetu, macho ya imani. Alivyo katika macho yako ya imani ndivyo unavyoweza kumwabudu. Bwana Yesu apewe sifa. Jina Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo mauti ya Kristo, kwa hiyo damu ya Pasaka wetu, tumeumbika upya, tumefanywa upya, tumezaliwa mara ya pili, tofauti na vile tulivyokuwa mara ya kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Tumezaliwa mara ya pili. Au waliozaliwa mara ya pili ni watu wasioweza kufa tena. Au waliozaliwa mara ya pili ni watu wasioweza kuugua. Au waliozaliwa mara ya pili ni watu wasioweza kuondolewa, kubatilishwa. Au waliozaliwa mara ya pili ni watu wasioweza kuhudumia uhai wao. Haleluya kwa Bwana Yesu. Hebu tuende Kutoka yetu 12. Tusome kuanzia mstari wa 12. Tutasema wa 12 na wa 13. Kutoka 12. Kutoka 12. Tumefika Kutoka 12. Ni agano la kale, si agano jipya. Tumefika watakatifu wa Mungu. Okay? Kutoka 12, tuanze mstari wa 12 kwa sauti moja. 1, 2, 3, twende. Usiku huo asante. Anasema nami mtawapiga wazaliwa wote wa kwanza katika nchi ya Misri. Sikiza vizuri hiyo kauli. Anasema nitawapiga wazaliwa wote wa kwanza katika nchi ya Misri. Kumbuka wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli walikuwa chini. Lakini hapo asemi kwamba mtawapiga wazaliwa wa kwanza wa Misri. Asemi Bwana Yesu apewe sifa. Asemi nitawapiga wazaliwa wote wa kwanza wa Misri. Asemi hivyo. Na maanisha kwamba asemi kwamba nitawapiga wazaliwa wote wa kwanza wa Misri. Anasema nitawapiga wazaliwa wote wa kwanza katika nchi ya Misri. Manake anaposema katika nchi ya Misri, hata wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli walikuwa katika nchi ya Misri. Kwa hiyo mauti iliwahusu. Tutaendelea hapo mstari wa 13. Turudi juu kidogo kwenye sura ya 11. Kwenye sura ya 11. Sura ya 11 tumefika.
Aya, twende tuanzie mstari wa 4. Sio na? Aya 1, 2, 3 twende. Bwana asema hivi. Ndio. Ndio. Lakini katika wana wa Israeli asante. Bwana Yesu apesiwe. Bwana Yesu asifiwe. Agizo lilihusu wazaliwa wote wa kwanza nchini Misri, wa mwanadamu na wa mnyama. Bwana Yesu apesiwe. Kuanzia ikulu kwa Farao mpaka kwa kijakazi aliyekuwa anasaga nafaka kwenye jiwe. Ili hukumu ilihusu wazaliwa wa kwanza. Mauti ililenga wazaliwa wa kwanza. Kwenye ulimwengu wa roho, wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli nao walishahukumiwa mauti. Bwana Yesu apewe sifa. Kwenye ulimwengu wa roho, wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli nao walikuwa mautini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema ila kwa habari ya wana wa Israeli, manake anawatahadharisha kwamba atafanya jambo ambalo litasababisha wana wa Israeli wawe salama. Bwana Yesu apewe sifa. Wana wa Israeli wasipigwe. Ataweka tofauti katikati ya wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli na wazaliwa wa kwanza wa Misri. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo tofauti haikutoka popote. Hiyo tofauti ililetwa na damu ya Pasaka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti ilitoka katika damu ya Pasaka. Tofauti ilikuwa katika damu ya Pasaka. Kwa nini? Kwa sababu Bwana mwenyewe, Mungu mwenyewe alishaamua kwamba napotoa hukumu ya mauti kwa wana wazaliwa wa kwanza wa Misri, hiyo hukumu itawahusu wazaliwa wa kwanza wana wa Israeli. Lakini ili wazaliwa wa kwanza wana wa Israeli wawe salama, ili wana wa Israeli, wazaliwa wa kwanza wana wa Israeli wasipate na hii mauti, kuna jambo la kufanya. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana akatoa maelekezo ya mwanakondoo wa Pasaka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo Pasaka wetu tunaambiwa kwamba alibatili nini? Mauti, akafunua uzima na kutoa kuharibika. Ndicho kilichofanyika kule nchini Misri kwa mwanakondoo wa Pasaka. Mwanakondoo wa Pasaka alikuja kutangua, kubatilisha, kuondoa mauti ambayo tayari ilikuwa inawakabili wazaliwa wa kwanza wa Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ndiye aliyekuja kufanya ile mauti kwao isiwe mauti tena. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ndiye aliyekuja kubeba ile mauti na kuachia uzima uliokuwa ndani yake, uhifadhi uzima wa wana wa Israeli, wazaliwa wa kwanza wana wa Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wazaliwa wa kwanza wana wa Israeli hawakupona kwa sababu yao wenyewe, au hakuna muujiza wowote, isipokuwa Bwana alilipa gharama. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana alilipa gharama kwa damu ya mwanakondoo wa Pasaka waliyemchinja katika nyumba alizokuwamo, wakanyunyiza damu yake katika miimo na katika vizingiti vya milango ya zile nyumba zao. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana alilipa gharama. Bwana alilipa gharama. Kwa hiyo ule uhai wa mwanakondoo, tunasema tumeambiwa kwa uhai wa mwili huu katika, kwa hiyo uhai wa mwanakondoo
aliyechinjwa kule nchini Misri ulikuwa katika damu yake. Kwa hiyo waliponyunyiza damu katika miimo ya nyumba walizokuwamo na katika vizingiti, hawakunyunyiza damu ili mradi ni damu, walinyunyiza uhai. Bwana Yesu apewe sifa. Walinyunyiza uhai. Na kwa sababu ule uhai ulikuwa nje ya mwili, mwalimu akasema uhai umeshatengwa na mwili. Wazaliwa wa kwanza sasa wamekwisha fanyaje? Wamekwisha kufa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wale wazaliwa wa kwanza waliokuwa katika zile nyumba, kwa neno la Mungu na kwa hukumu ya Mungu, walikuwa marehemu, walikuwa maiti, walikuwa wafu, walikuwa mizoga. Ni ule uhai wa Kristo uliodondoka juu ya nyumba zao au juu ya nafsi zao ndio uliofanya roho zao au miili yao kuwa hai tena. Kwa uhai, sio uhai wao wenyewe wa awali, bali kwa uhai wa mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili yao. Bwana Yesu apewe sifa. Hawakuwa hai tena kwa uhai wao, kwa sababu uhai wao tayari ulishakuwa corrupted, ulishaondolewa, ulishaharibika, ulishachafuka, haukufaa tena, haukuwepo tena. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Hukumu ilishapita, wafe na walitakiwa kufa na walihesabiwa miongoni mwa wafu. Bwana Yesu apewe sifa. Kilichowafanya wawe hai ni damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo hawakuishi tena kwa uhai wao wenyewe, waliishi tena, waliishi zaidi. Baada ya hapo waliishi kwa uhai wa mwana kondoo aliyechinjwa, akawahifadhi, akawafanya hai, akawafanya salama. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho kilichotokea kwako wewe. Hicho ndicho kilichotokea kwangu mimi kwa kazi ya msalaba ya Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya, haleluya. Haleluya watakatifu wa Mungu. Haleluya. Tunapozungumzia Pasaka, nazungumzia habari ya uhai wa Yesu Kristo Bwana wetu uliotolewa kwa ajili yetu. Nazungumzia si kwa habari ya mateso tu, sio kwa habari ya mauti tu, lakini kwa habari ya upendo na ujasiri na uhodari na uthubutu ambao Bwana wetu alionyesha pale msalabani kwa kufa kwa ajili ya dhambi zetu, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki. Ni upendo ulioje mtu akubali kutoa uhai wake kwa ajili ya adui zake. Maana hatakuwa rafiki zake. Ili pendo inatakiwa ulitafakari kweli kweli, likufikishe kwenye uamuzi, likufikishe kwenye ufahamu, likufikishe kwenye uelewa kwamba baada ya msalaba wa Kristo, baada ya Yesu kustahimili mateso, baada ya Yesu kustahimili aibu, baada ya Yesu kustahimili hadi mauti, akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zako, akafufuka siku ya tatu ili wewe upate kuhesabiwa haki. Hakuna yeyote anayeweza akakutenga na wewe upendo wake. Bwana Yesu apewe sifa. Hayupo. Yesu hatakukataa. Yesu hajakukataa. Hata kama unapitia taabu, hata kama unapitia shida, hata kama unapitia magumu, hata kama sasa ni saa yako ya kujaribiwa, Yesu bado anakupenda. Yesu hajakuacha. Yesu hatakuacha. Wala huyo adui yako hatafanikiwa juu yako. Aliwekeza uhai wake ndani yako, na wewe sasa umefufuka huko hai kwa uhai wake. Kwa kuwa uhai kwako, yeye amekuwa hai. Maana kama Yesu baada ya kufa kwa ajili ya dhambi zetu asingefufuka, sisi nasi tusingefanyaje? Tusingehesabiwa haki. Umenielewa? Tusingehesabiwa haki. Ingehesabika amekufa kwa ajili ya nafsi yake, kwa ajili ya dhambi zake. Lakini kwa kule kutoka mautini baada ya kufa kwa ajili ya dhambi zetu, ilithibitisha kwamba Yesu hakustahili kufa na wala mauti haikuwa na chochote kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Haikuwa na chochote kwake. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye alikuwa mtu safi, alikuwa sadaka bora iliyotolewa kwa ajili yetu, ili sisi kwa ubora wake tuwe hai tena. Bwana Yesu apewe sifa. Na sisi leo tuko hai tena kwa damu ya msalaba wake, kwa utakatifu unaotoka katika damu yake, kwa usafi unaotoka katika damu yake. Kumbuka, Bikira Maria alitoa mimba kwa uweza wa kufufuka kwa kuamini damu ya Yesu, ama kwa kuzaliwa upya, kwa kutakaswa kwa damu ya Yesu tumekuwa watakatifu kama yeye alikuwa mtakatifu.
hauojiwi na yeyote. Haki yetu tulionayo ama uhai wetu mpya katika Kristo hauojiwi na yoyote. Shetani hawezi kuoji, mzimu hawezi kuoji kwa namna yoyote. Wewe ni mtu mpya aliyeoshwa kwa damu ya mwana-kondoo wa Pasaka. Yesu mwana wa Mungu, umeoshwa, umetakaswa, umesafishwa, umetengwa kwa ajili yake. Una utambulisho mpya. Wewe sio wa dunia hii, sio wa dunia hii. Usijitambue kwa jinsi ya mwili. Kama ukijitambua kwa jinsi ya roho, utajua kwamba wewe sio wa dunia hii. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Ngoja nikwambie, asili ya damu, asili ya dhambi haiwezi kuonekana ndani yako. Wanasema tunapobatizwa tunaondolewa dhambi ya asili. Si kweli, si kweli. Hatubatizwi ili kuondolewa dhambi ya asili. Dhambi ya asili ni dhambi gani? Dhambi ya asili ni dhambi gani? Hakuna dhambi ya asili. Kuna asili ya dhambi. Kuna asili ya dhambi ambayo tumeirisi kwa damu. Bwana Yesu apesi. Kwa damu hatukulisi dhambi, tulisi asili ya dhambi. Ndio maana tunaambiwa kwamba aliyetenda dhambi ni Adamu, lakini wote tukaingia hukumuni, tukaingia katika hatari ya mauti, si kwa sababu tumetenda dhambi kama aliyotenda nani? Adamu. Kinacholeta dhambi ndani yako ni ile asili yako, ni ile asili yako. Na Yesu Kristo akuja kutufanyaje? Akuja kutusafisha, kwamba hiki kitu kimechafuka tukisafishe. Alikuja kutufanya upya. Tumezaliwa upya. Kwa nini? Tumekufa totally katika asili yetu ya kwanza. Asili yetu ya kwanza imekufa. Tumekufa kwa habari ya hiyo asili ya kwanza. Tumezaliwa katika asili mpya. Tumezaliwa katika asili mpya. Hii asili tuliyozaliwa nayo sasa upya ni asili ya Mungu mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu hivi ulishasikia kauli ya Roho Mtakatifu katika kinywa cha Paulo. Anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini hai. Alafu anaongeza anasema wala si mimi tena. Lazima uelewe hapo. Anasema si mimi tena. Kwa nini? Kwa sababu aliye hai si mimi tena, bali nani? Kristo ndiye aliye hai ndani yangu. Akauzungumzia mwili akasema, na uhai huu unaoona katika mwili wangu nao katika imani ya nani? Ya mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nao katika imani ya nani? Ya Kristo. Kwa nini? Kwa sababu sasa mimi ni mtu nayedhibiti huu mwili kwa imani iliyo katika Kristo. Uhai nilionao katika mwili hauwezi kunipeleka tena kinyume na jinsi ambavyo Kristo amenifanya. Kwa nini? Kwa sababu sasa kwa uwezo wa Kristo aliye ndani yangu naweza kuudhibiti mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe.
Kristo alipotolewa uhai wake, alipomwaga damu yake, ile damu yake alimwaga purpose, makusudi kabisa kwa ajili ya dhambi zetu. Alikuwa anadili na wafu, kama vile damu ya Pasaka ilivyodili na wale wafu wana wa Israeli waliokuwa wameshahukumiwa kufa, ilivyodili nao kuwatoa mautini ikawaleta uzimani, kadhalika damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo ilikuja kudili na wafu. Ni uhai uliomtoka Kristo kuja kudili na wafu, kuja kuisha watu ambao tayari walishafanyaje, walishakufa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu twende Mathayo. Nafikiri umefika. Bado. Mathayo 27. Twende ule mstari wa, tutaanza na mstari wa 50. Tutasoma mpaka 53. Mathayo 27. Mathayo 27. Tumefika Mathayo 27 tumefika 1 2 3 twende. Mmepishana sana. 1 2 3 twende. Akaitoa, maana yake akafanyaje? Akafa. Tuendelee. Pazia la hekalu likapasuka. Ndio. Ikainuka miili ya watakatifu walio lala. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya damu, Yesu Kristo alienda wapi? Kuzimu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tunaambiwa kwamba baada ya yeye kukata roho kule kuzimu, makaburi yalifanyaje? Yalifunguka, ikatoka miili ya watakatifu. Aseme miili ya watu waliokwisha kufa, kwa sababu walikuwako watu wasio watakatifu na walikuwako watakatifu. Hii damu ya Yesu, Pasaka wetu, baada ya kumwagika, miili ya watakatifu waliolala kabla ya Yesu kuja, waliolala kabla ya Yesu kusulubiwa, waliolala kabla ya damu ya Yesu kumwagika, waliolala kabla ya hiyo Pasaka, ikafufuka. Bwana Yesu apewe sifa. Ikafufuka. Kwa nini? Ilipata uhai mpya kutoka kwa yule asiye na dhambi, yule asiye na hatia, yule aliye mkombozi wa wote wenye mwili. Kwa maana walitarajia ujio wake, walitazamia kwamba atakuja Masihi, yeye ndio atakayekuwa mwokozi wetu. Na Masihi waliyemtarajia wakafa katika mwili kabla yeye ajaja, lakini wakati huo katika roho walikuwa hai, kwa sababu walikuwa wanatumaini kwake. Lakini pamoja na kwamba walimtumainia, bado walikuwa hawajakamilishwa. Walikuwa hawajafanyaje? Hawajakamilishwa. Bwana Yesu apewe sifa. Walikuwa hawajakamilishwa. Na ndio maana baada ya Yesu kufa kwa ajili yao, na ndio maana damu ya Pasaka kumwagika kwa ajili yao, wakakamilishwa. Na baada ya kukamilishwa, kuzimu haikuwafaa tena, kuzimu haikuwa mahali pao tena. Bwana Yesu apewe sifa. Hata shetani mwenyewe na mapepo yake hawakuwataka tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu wasingekuwa na amani kukaa na watakatifu katika kuzimu. Kuzimu ikawatapika, wakajirika katika familia zao, kwenye mitaa yao. Wanatoka makaburini, watu wanaona, wanasema fulani yule, fulani yule, fulani yule. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Wakaonekana mjini wakitembea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Kwa sababu wamepokea uhai mpya uliotoka kwa Pasaka wetu Yesu Kristo.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Uhai uliotoka ndani ya Kristo ulipogusa maisha yao yaliyokuwa katika tumaini, manake wale waliamini wakatarajia, alafu wakafa kabla hicho walichokitarajia hawajafanyaje? Hawajakipata. Biblia yangu inaniambia kwamba ukisoma katika Waebrania 11 ule mstari wa 39 na 39 na 40 inasema kwa sababu Mungu hakutaka kuwakamilisha wao pasipo sisi. Sio kama unaelewa mstari. Hebu tunarudi hapo. Twende kwanza, twende Waebrania. Tunarudi hapo. Twende Waebrania. Tumefika. Haya, twende tusome mstari wa 39 na 40. 1, 2, 3, twende. Bwana wachache. Turudie 1, 2, 3, twende. Wakishuhudiwa haki kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea, mmechapia hapo, kwa kuwa alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Mpigie Yesu makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mapema, lakini mtasubiri mpaka mkamilishwe pamoja na Dickson, mkamilishwe pamoja na Geoffrey, mkamilishwe pamoja na Lucy, mkamilishwe pamoja na Richard, mkamilishwe pamoja na nani. Pasipo mimi na wewe. Yesu alipokufa msalabani walikamilishwa wao na tukakamilishwa na sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Wao walikuwa maiti, walikuwa wamekufa kimwili, japokuwa walikuwa hai kiroho, na sisi tulikuwa tumekufa kiroho, japokuwa tulikuwa hai kimwili. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kufa kwake pale msalabani, hiyo damu yake Pasaka ilivyogusa maisha yetu baada ya kumwagika, baada ya ule uhai wake kumtoka, kwa sababu ya damu yake kutoka, maana uhai wa mwili uko katika damu. Damu ilipochuruzika, uhai wake ukakata, uhai ulipokata ukatoka kwake ukaingia kwetu. Wao wakawa hai, nasi tukawa hai. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama haya maandiko yanakuelea. Wao walipotoka kwa wafu, makaburi yalipofunuka, hayakufunuka makaburi yao pasipo kaburi lako. Hata na kwako yalifunuka wakati yao yalipofunuka. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati wanatoka wanatembea mjini, na wao walitoka na kutembea mjini. Na natabiri kwamba ni saa yako kutoka kwenye kaburi lolote lilochorwa kwa ajili yako, kaburi lolote lililozika hatima yako. Ni saa yako kutoka kwa damu ya Pasaka ya Yesu Kristo. Hiyo miamba iliyoshikilia maisha yako, hiyo miamba iliyoshikilia utumishi wako, hiyo miamba iliyokandamiza nafsi yako, ni saa ya kupasuka sasa kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo, na kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo. Tunafanya kumbukizi ya kile kilichotokea katika ule msalaba. Sisi hatukuwepo kwa jinsi ya mwili, lakini tulikuwepo kwa jinsi ya roho. Ni nini kilichoko kaburini? Ni nini ambacho kwa maisha yako unajua kimeshakufa na kimezikwa? Ni nini tunaposherehekea leo Ijumaa? Tunasema ndio siku ambayo Yesu Kristo alimwaga damu yake.
Bwana Yesu apewe sifa. Ni siku ambayo Yesu Kristo alimwaga damu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Ngoja nikwambie, haikusema kwamba siku ya tatu wakati Yesu alipofufuka ndipo miamba ilipopasuka. Miamba ni leo, miamba ni leo, imepasuka leo. Ngoja nikwambie, kuna watu mjini hapa hakujui. Ngoja nikwambie, wakati ile miili ya watakatifu ilipotoka katika mauti, ilipotoka katika kuzimu, baada ya Yesu Kristo kuibatili mauti yao kwa damu ya msalaba wake, kwa damu ya ile Pasaka, baada ya wao kutoka, wakati wanatoka, kulikuwa na watoto, kulikuwa na watu wazima ambao waliwashangaa wale watu. Kwa nini? Hawakuwajua. Kwa sababu wamekufa kabla wao kuzaliwa. Kwa hiyo wamezaliwa watu wale wapo, lakini walipofuka wakawakuta. Kwa hiyo walikutana na watu wasiowajua, walishangaa watu wakitembea mjini. Bwana Yesu apewe sifa. Wanaambiwa huyu alikufa mwaka fulani, huyu alikufa mwaka fulani, huyu alikufa mwaka fulani, huyu alikuwa babu, huyu alikuwa shangazi. Walitoka wakaonekana kwa wale waliowafahamu na wasiowafahamu. Nami natabiri kwa jina la Yesu, kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo Bwana wetu, chochote chako kilichokuwa kimezikwa, kimekufa na kitangaza kuwa hai, kikaonekana kwa Kuna watu hawajawahi kuona furaha yako kwa sababu ya taabu unazopitia. Kuna watu hawajawahi kuona wema wako kwa sababu ya taabu unazopitia. Kuna watu hawajawahi kuona utumishi wako kwa uhalisia wake kwa jinsi ya taabu unazopitia, kwa jinsi ya vipingamizi shetani alipoweka. Lakini kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo, hayo makaburi yanapasuka, hiyo miamba inapasuka kwa jina la Yesu Kristo. Ni uhai wa Bwana ulipotoka au kupotea, ulitua kwenye maisha ya watu waliokuwa wamelala, ulitua kwenye maisha ya watakatifu, lakini sasa umetoka kwenye maisha yetu tuliokuwa waovu. Bwana Yesu apewe sifa. Umetuisha tuliokuwa wafu, tumekuwa hai. Kazi hizo kwa zimekufa, zimekuwa hai. Kazi hizo kwa zimekufa, zimekuwa hai. Kazi hizo kwa zimekufa, zimekuwa hai. Kwa damu ya Pasaka. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu. Mbona mna ujasiri wakati Pasaka amekwisha kutolewa? Bwana Yesu apewe sifa. Tena uhai wako ulishaondoka. Una uhai usioweza kuhukumiwa, usioweza kuojiwa, usioweza kushtakiwa. Kesi zote kwenye ulimwengu wa roho kwako zinahesabika kuwa ni batili. Na ndio maana ukiona wewe mwenyewe upinge huo mwenendo, wewe mwenyewe ukatae huo mwenendo, ukatae hayo maisha ambayo si yako, ukatae hayo maisha ambayo sio urithi wako, ukatae huo mwenendo ambao si haki yako wala sio urithi wako. Tuna maisha superior mbele za Mungu aliye hai, maisha ambayo ni ya kuduaza ulimwengu.
Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie. Hebu kimbia Warumi. Kimbia Warumi. Warumi 6. Warumi 6. Warumi 6. Warumi 6. Warumi 6. Tumefika Warumi 6. Warumi 6, twende mstari wa 4. Twende mstari wa 4. Tumefika hapo? Haya, tusome. 1, 2, 3 twende. Tuanze tena. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti kusudi kama Kristo aliyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Haleluya. Sasa kuenenda katika upya wa uzima sio kutokutenda dhambi tu. Ndio, watu wanaoenda katika upya wa uzima hawatendi dhambi, lakini hii kuenenda katika upya wa uzima sio kutokutenda dhambi tu, bali kuenenda katika upya wa uzima ni pamoja na wewe uliye katika Kristo Yesu Bwana wetu, uliotakaswa kwa damu Yesu, mwenye uhai mpya ndani yako usioweza kuhujumiwa. Ni pale unapoanza kuona mambo yasiyoonekana. Huu ndio upya uzima, kuona mambo yasiyowezekana na kufanya mambo yasiyowezekana. Unapoona mambo yasiyoonekana, ndipo unaweza ukafanya mambo yasiyowezekana. Kwa nini? Kwa sababu utafanya mambo ambayo wenzako hawajawahi kufanya, kwa sababu hawayaoni. Na wewe unayaona mambo ambayo wenzako hawaoni. Kwa sababu unaona mambo ambayo wenzako hawayaoni, wewe utafanya mambo ambayo wenzako hawafanyi. Huu ndio upya uzima. Bwana Yesu apewe sifa. Mambo ambayo ni siri kwao, wewe unayaona katika msalaba. Wewe unayaona katika upya wako wa uzima. Kwa nini? Hausimami katika uzima walionao wanadamu wa dunia hii. Unasimama katika uzima na katika uhai na katika haki ulionayo. Unaona kwa jinsi ya Mungu na kusikia kwa jinsi ya Mungu. Unatenda kwa jinsi ya Mungu, kwa maana umekirimiwa tabia ya uungu. Kumbuka, uhai ulio ndani yako baada ya kufufuka si uhai uliokuwa nao hapo awali. Umepata uhai mpya, na ndio maana tunasema umezaliwa upya. Kwa kupata uhai mpya, hauwezi kuenenda kama ulivyokuwa unaenenda zamani. No, kwa sababu gani? Kwa sababu mwenendo wa zamani ulitokana na uhai uliokuwa ndani yako. Uhai uliokuwa ndani yako ni uhai ambao tayari ulishahudumiwa. Ulifanya kile ambacho kilikuwa ndani yako. Sasa umezaliwa upya kwa uhai mpya, kwa asili mpya. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, lakini mtu wa pili atoka wapi? Atoka mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Yule aliyekufa ndani yako ni yule aliyetoka katika nchi. Aliyezaliwa upya ni aliyetoka mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema wazi, kama tunaamini kwamba tulisulubiwa pamoja na Kristo, tukafuka pamoja naye, tunatakiwa kuyatafuta yaliyo Kristo, yaliyo juu Kristo aliko. Sasa ili utafutia yaliyo juu Kristo aliko, ni pale ambapo utasimama katika hatima ya kazi ya msalaba kwa ajili yako, katika utimilifu wa jinsi uliofanya katika msalaba. Haleluya, haleluya. Katika uhai mpya uliotokana na Kristo mwenyewe, katika uhai wa Kristo ulio ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Au na tena uhai ule, yani wewe nikwambie, damu ya Yesu ndio
ndio damu ambayo inatenda kazi sasa ndani ya wanaoamini. Uhai wa miili yetu sasa hautegemei damu ya kidunia hii. Hii damu ya kidunia hii tumekwisha kuvuka leo yake, haibebi hatima yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Imani yetu iko katika damu ya Yesu Kristo. Kumbuka, tunaenda kwa imani, si kwa kuona. Tunaamini katika maandiko matakatifu kwa kile alichofanya Yesu msalabani kwa ajili yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwamba alitoa uhai wake ambao ni damu yake kwa ajili yetu. Kwa baada ya uhai wake kuingia kwetu, na sisi tumekuwa uhai kwa uhai wake, sio kwa uhai wetu tena. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama sio kwa uhai wetu tena, bali kwa uhai wake, basi lazima tujue fikra zetu na fahamu zetu zimefanywa upya sawa sawa na ufahamu zake yeye aliyefanya fahamu zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hata katika kuenenda kwetu lazima tunende kama watu ambao wametoka mbinguni na si duniani. Watu ambao wa mbinguni lakini wako duniani kwa kitambo, kwa kazi maalum, kwa muhula maalum. Watu ambao sasa kwao hakuna hofu ya kufa. Hawezi kufa watu hawa. Hawezi, au watu wanasubiri majira yao yaishe waondoke hapa duniani. Kwa nini? Kwa sababu wako kwa muhula fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako hayo ama uhai wako huu si wako, ni uhai wa nani? Wa Kristo. Na kama uko mahali hapa hujamwamini Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, unatakiwa kufanya maamuzi. Unatakiwa kufanya maamuzi kwamba mruhusu Yesu kuanzia leo awe uhai wake, awe uhai wako kwa damu yake iliyokununua. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu turudi kutoka. Tumefika Kutoka 12. Haya, twende hapo tulipoishia. Tumeishia mstari wa 12 Hawa tujomaliza. Twende tumalize. 1, 2, 3 twende. Anza upya. Huo mstari wa 12. Anza upya. Ndio. Twende kwa pamoja. 1, 2, 3 twende. Ndio. 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 Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Kwa nini hukumu juu ya miungu yote ya Misri? Alipofanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri, alifanya hukumu juu ya miungu yote ya dunia hii, ya ulimwengu huu. Miungu yote ambayo inafanya, imepewa jukumu la kufuatia maisha yako. Kwa kazi ya msalaba, kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo, hukumu imetolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Mharibu, miungu ya Misri ilikuwepo. Miungu walioitumenia wa Misri ilikuwepo. Miungu waliojua kwamba inawalinda ilikuwepo. Miungu waliojua kwamba inawapa uzao ilikuwepo. Miungu waliojua kwamba inawapa utajiri ilikuwepo. Miungu waliojua kwamba inalinda. Alithibitisha kwamba miungu yao ilikuwa haina uwezo wa kuwalinda, ilikuwa haina uwezo wa kuwaweka salama. Alihukumu kwamba imeshindwa. Sio, tunaelewana? 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 Kama ambavyo miungu ya Wamisri haikuweza kuwalinda wazaliwa wa kwanza, kuokoa katika mkono wa Mungu uliodari mbele ya ule mharibu, vivyo hivyo miungu ya baba zako, miungu ya waganga uliokwenda kwao, au waliokuchanja, au
uachiwe sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Wanaanza kumwona Mungu ndani. Kwa wale waliohukumiwa kwenye madhabahu za uovu, kwa wale waliohukumiwa kwenye madhabahu za mashetani, natangaza kubatilika kwa hizo hukumu za waabudu shetani. Natangaza ubatili wa hukumu zao. Waliohukumiwa kwenye mahakama za kijini, natangaza kubatilika kwa hizo hukumu kwa damu ya Yesu. Na hukumu wa miungu wamekosea na wana nguvu tena juu yako, uachiliwe sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Miungu yote ya Wamisri ilihukumiwa kwamba nyinyi ni miungu msiokuwa na kitu, hamna uwezo mbele ya Bwana majeshi ya Israeli, hamna uwezo juu ya damu ya Pasaka. Leo tunazungumzia damu ya Pasaka wetu Yesu. Bwana Yesu apesi. Nakumbuka nilipookoka, nilikuwa na rafiki yangu mchungaji. Nikamuuliza, bwana, hebu nataka kufunga lakini sijui namna ya kufunga. Akaniambia, ukitaka kufunga fuata ule muda ambao Yesu alikufa msalabani, uanze mafungo yako, na ule muda ambao Yesu alifuka umalize mafungo yako. Nikamwambia, bwana, ngumu sana hii. Nikaitafakari siku kadhaa, nikasema wacha nijaribu. Ilipofika Ijumaa, mimi nikaanza kufunga. Hamna kula, hamna kunywa. Nikajiwekea ratiba, kila baada ya masaa 3, iwe usiku ama mchana, lazima niamke niombe. Popote nitakapokuwa, lazima nisimamishe kazi zangu niombe. Na wakati huo mimi nilikuwa gerezani. Kwa hiyo kule gerezani nilikuwa na kiredio kidogo. Kile kiredio nilikuwa na kivaa shingoni. Kwa hiyo muda wote nasikiliza nyimbo za Injili, sauti ya Injili. Bwana Yesu apesifu. Kwa hiyo ule muda ukifika, navua kiredio changu naweka pembeni, naingia kwenye maombi. Ajalishi niko nje, ajalishi niko ndani, naingia kwenye maombi. Bwana Yesu apesifu. Jina Bwana Yesu barikiwe. Siku ya 3 bwana. Siku ya 3. Hapo ni mtu aliyeokoka, hajaongozwa hata sala ya toba. Ameokoka kwa nia yake. Siku ya 3 nimalize mafungo yangu. Kama Yesu alipofufuka siku ya 3. Nikaenda kwenye ibada zetu zile za kale. Walipoimba wimbo wa utukufu. Sikuweza kustahimili. Nilikuta nalia, yani kilio ambacho sijawahi kulia tangu nimezaliwa. Hata tangu wakati wa baba ananinyuka fimbo, sijawahi kulia hivyo. Nilia kilio ambacho hakijawahi kutokea. Kelele. Watu wote kanisani wanageuka wananiangalia. Huyu jamaa vipi? Lakini hakuwezi kunituliza kwa sababu ni kilio ambacho mimi mwenyewe siwezi kuicontrol. Kwa sababu nilikuwa najaribu kuzuia angalau nisionekane kituko, lakini ilishindikana. Nikalia, lakini nalia alafu na amani tele. Nikastaajabu siku hiyo. Nilivyorudi sala kule, nikakutana na yule mchungaji. Nikamwambia, bwana, leo kuna kitu cha ajabu kimetokea. Nimeenda ibadani, alafu nimejikuta ibada nzima mimi nalia tu. Yaani sijasikiliza chochote, lakini ibada nzima mimi nalia tu. Akasema, huyo ni Roho Mtakatifu amekushukia. Bwana Yesu apesifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nini? Yesu aliona nia iliyokuwa ndani yangu na akaamua kuwa halisi kwangu katika hali ya ujinga wangu. Hata sala ya toba nilikuwa sijaongozwa, lakini aliona nia kwamba sasa nimeamua kufanyaje? Kugeuka. Amua kugeuka sasa. Na nilipogeuka, nilipojua uzuri wa Yesu, nilipoanza kupata amani katika Yesu, nikamwambia Yesu, kuanzia sasa mimi ni wako.
na nimeikataa dhambi, na siku ukiona nimekengeuka naenda kupotea, usinipe muda wa kuishi tena, unichukue ningali hai katika roho. Bwana Yesu apesi. Mpaka leo nasema hivyo. Sihitaji kuishi maisha ya kumkufuru Mungu wangu. Nataka niishi maisha ya kumtukuza Mungu wangu. Haijalishi nitaishi miaka michache kuliko watu wote, lakini nataka nimuone Yesu. Bwana Yesu apesi. Hakuna kingine chochote natafuta. Nataka nimuone nani? Yesu huyu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Yeye aliyebeba aibu yangu katika ule msalaba. Yeye aliyevuliwa nguo kwa ajili yangu, mtakatifu kwa ajili ya mwenye dhambi. Huyo nataka nimuone live. Huyo nataka nimtukuze, nimsifu katika uhalisia wake. Bwana Yesu apewe sifa. Hasa hivi na maumivu, hasa hivi na mateso, kwa sababu nataka kumsifu, nataka nimtukuze, lakini nakuta dunia hii inaleta upinzani mkubwa sana kwangu. Lakini atukuzwe yeye aliyeachilia neema. Kwa neema yake nasimama, na kwa hiyo neema naona simama. Najua tutamwona Bwana siku ya mwisho. Tutamwona Bwana. Kuamini, lakini waambie kwamba Yesu alikufa na alifufuka kwa ajili ya dhambi zako ili upate kuhesabiwa haki. Na kwa hiyo haki iliyo katika damu yake, leo unapona magonjwa yako. Huzuni zako zinaondoka. Hata wale waliopotea, waliofungwa Dar es Salaam, waliofungwa Mbeya, waliofungwa Ujerumani, walio Marekani, wamegoma kurudi, wanakwenda kurudi kwa jina la Yesu Kristo. Ndugu yako amepotea, leo kwako anafufuka kwa jina la Yesu. Mtoto wako amepotea, leo kwako anatoka kaburini kwa jina la Yesu. Waliosumbuliwa na tangazo wafufuke kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya msalaba Yesu, tunaponena hivi inatiririka. Walikozikwa ndugu zako kwa uonevu na ibilisi, uchumi wako ulikozikwa, fedha yako ulikozikwa, leo utakaswa leo katika damu ya Yesu Kristo. Kuna wakati nilikuwa naomba, nikaona kwenye ulimwengu wa roho kuna choo ya zamani zile choo za vijijini, zile choo ya miti ile, wameweka miti na alafu nje kuna kinyesi, alafu kuna fedha, zile coin vile shilingi 50, senti 50, senti 20, senti 10, zile zimewekwa kwenye yale mavi. Bwana Yesu apewe sifa. Nikajua hapa kuna uchumi wa mtu ulikuwa unaharibiwa. Hata kama na uchumi wako umeharibiwa kwa staili hiyo, hata kama maisha yako yameharibiwa kwa staili hiyo, wamechukua jina lako wakalifanya kwa staili hiyo, natangaza kuanzia sasa kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo, na amuru utakaso na uhai mpya kutoka katika damu ya Yesu. Upite kwenye fedha yako, upite kwenye jina lako. Jina lako litakaswe, jina lako litakaswe, jina lako litakaswe, jina lako litakaswe, litakasike kwa damu ya Yesu Kristo. Walinajisi jina lako, wakasema hataonekana, wakasema hakuna mtu atakayemtazama. Hata kama ni kazi yako, wakasema hakuna mtu atakayeitazama. Hata kama ni biashara yako, wakasema hakuna atakayeangalia. Natangaza mapinduzi kuanzia sasa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo, watakutazama sana, watakuona sana, watakukimbilia sana. Kazi yako itakimbiliwa sana, itavaa sana kwa damu ya Yesu Kristo. Napozungumza hivi, vifungo vya laana vinakatika. Laana za wahenga zinaondoka kwako. Unatengwa kwa damu ya Yesu Kristo. Tumalizie mstari wa 13. Tumalizie. Yesu ameshatenda.
Mstari wa 13 umefika? 1, 2, 3 twende. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbuka hiyo damu ambayo ilikuwa ishara kwa wana wa Israeli wazaliwa wa kwanza wale, ni damu ya mwanakondoo mnyama. Tunaambiwa Mungu alinunua kanisa lake kwa damu yake mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ile damu ambayo Mungu aliangalia hata mharibu asiweze kuingia na kuharibu wana wa Israeli, kama ilikuwa ya mnyama, sasa damu inayoangaliwa kwa habari zako ni damu ya Mungu mwenyewe. Pele. Bwana Yesu apewe sifa. Nazungumzia hii. Ilikuwa ishara kwa Mungu alipoiona kule nchini Misri, katika nyumba za wana wa Israeli. Wale wazaliwa wa kwanza wana wa Israeli kupata mapigo. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaachwa, wakawa salama. Leo tunapozungumza kwa habari ya Pasaka, hatuzungumzii habari ya mwanakondoo mfano, hatuzungumzii habari ya mwanakondoo mnyama, nazungumzia habari ya mwanakondoo, mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo ndio damu iliyotununua sisi. Hiyo ndio damu iliyotolewa kwa ajili ya uhai wetu. Ndio damu iliyo uhai wetu. Sasa leo tunaishi kwa damu ya Yesu. Na ndio maana ya Kutoka 13. Tusome Kutoka 13. Tumefika? Tulikuwa hapo. Tulikuwa 12 na kwenda 13 Mstari wa kwanza twende. 1, 2, 3 twende. Aya, wengine bado. 13, sura ya 13 tunasoma. Tunasoma sura ya 13 mstari wa kwanza. Aya, 1, 2, 3 twende. Ndio. Akasema nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote, kila afunguaye tumbo ni wangu, ni wangu huyo. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa wewe makini. Kwa nini Mungu anasema nitakasie wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli? Kila afunguaye tumbo katika mwanadamu na katika mnyama, kila afunguaye tumbo nitakasie. Kwa nini? Kwa sababu wakati wazaliwa wa kwanza wa Wamisri wanakufa, damu ya Pasaka, damu ya Mungu mwenyewe aliyoitoa Mungu mwenyewe, maana hiyo alikuwa utashi wa wana wa Israeli, ilikuwa ni agizo la Mungu mwenyewe, ni sadaka ya Mungu mwenyewe. Aliamua uhai wa mwanakondoo aliyechinjwa kule nchini Misri awe mbadala ya uhai wao. Kwa hiyo alinunua uhai wao kwa damu ya mwanakondoo kule nchini Misri. Bwana Yesu apewe sifa. Akasema maadamu mmefanya hivyo, kuanzia sasa hawa wazaliwa wa kwanza wana wa Israeli, awe wa mwanadamu awe wa mnyama, hawaishi kwa uhai wao. Kwa sababu hiyo hawawezi kuwa baba zao wala mama zao, kwani wametengwa na damu za baba zao na mama zao. Sasa hawa ni wa kwangu. Yaani sijui kama kuna mtu ananisikiliza. Kuna mtu ananisikiliza? Amen. Ufunuo ama haki ya damu ya Pasaka aliyechinjwa kule nchini Misri kwa usalama kwa wana wa Israeli wazaliwa wao wa kwanza, ilikuwa ni agizo la Mungu, ilikuwa ni utashi wa Mungu, ilikuwa ni maagizo ya Mungu mwenyewe na maamuzi yake mwenyewe. Kwa hiyo ule uhai wa mwanakondoo Mungu alihesabu kuwa ni uhai wa wazaliwa wa kwanza wana wa Israeli. Akasema kuanzia sasa
au wana wa Israeli hawataishi kwa uhai wao wenyewe, kwa sababu kwa uhai wao wenyewe wameshahukumiwa kufa. Sasa natoa uhai wa mwanakondoo asiye na hila uwe mbada ya uhai wao, waishi kwa huo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hiyo, baada ya maangamizo kupita, akamwambia Musa, njoo. Unakumbuka nilichofanya juzi? Ndio nakumbuka. Sasa pita kati ya wazaliwa wote katika wana wa Israeli, tuambie wanitakasie, nitakasie wazaliwa wote wa kwanza, manake set apart, nitengee. Bwana Yesu apewe sifa. Nitengee wazaliwa wote wa kwanza wa wanadamu na wa mnyama wa wana wa Israeli, hao ni wangu mimi. Kwa nini? Kwa sababu wanaishi kwa uhai wa Pasaka, wanaishi kwa damu ya Pasaka. Kinachowafanya wawe hai ni huyo Pasaka ambaye mimi ndio nimemtoa. Kwa hiyo hao ni wa kwangu, hawezi kuendea tena kuwa wa baba zao na mama zao na nyanya zao. Hao ni wa kwangu mimi, wanaishi kwa damu yangu ya Pasaka. Bwana Yesu apewe sifa. Kadhalika kwetu sisi, tunapomwamini Yesu, tukaiamini damu ya Pasaka, tukakubali utakaso ulio katika damu ya Pasaka, tukakubali kwamba tunaishi kwa uhai wa Pasaka, Yesu Kristo atui wetu wenyewe tena, atui wetu wenyewe tena. Tunatengwa kwa njia nani? Ya Mungu. Tunakuwa mali ya Mungu mwenyewe. Mmenunuliwa kwa thamani, msio watumwa wa wanadamu. Inaleta sensi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alimwambia Musa, wazaliwa wa kwanza wana wa Israeli watenge na nyumba za baba zao, watenge wale wangu, watenge ni wangu wao, baba zao wasiwatumie tena. Wana wazaliwa wa kwanza wa ng'ombe wasiwatumie tena, sio kwao, wasiwatumie, wasiwapeleke shamba, sio kwao, ni wa kwangu, nijengee. Bwana Yesu apewe sifa. Na sisi baada ya kazi ya msalaba, baada ya Pasaka kutoa uhai wake, baada ya damu ya Pasaka kwa uhai wetu, tumetengwa. Wewe sio wa Patrick tena, wewe sio wa Henry na Rwanda tena, wewe sio wa Ngoti tena, wewe sio wa Mtei tena, wewe sio wa Swai tena, wewe sio wa Jakandondera tena, wewe sio wa Musa tena, wewe sio wa nani tena, sio taja baba yako, sio wa kwake tena, sio wa mkoba tena, sio wa mkoba tena, sio wa Rwanda tena, sio wa Piusi Mugera tena. Nimetengwa, tumetengwa jamani kwa damu ya Pasaka. Tumetengwa. Tukijikubali kwamba sisi ni wawane, tutakubali kujiingiza utumwani tena. Tutajihesabu pamoja nao, na watatuhesabu pamoja nao. Bwana Yesu apewe sifa. Na watajihesabu pamoja nasi, kumbe sio pamoja nao na wao sio pamoja nasi. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi ni pamoja na Kristo. Uhai wetu na wakwao ni tofauti, na tumetengwa kuwa wa Kristo, tumetengwa kuwa mali ya Kristo, tumetengwa kuwa mali ya Mungu. Tunatambulikana kwamba sisi ni familia ya Mungu, tunaishi kwa uhai wake, tunaishi kwa damu yake, tunaishi kwa nguvu zake. Yeye ndiye anayetutunza, yeye ndiye anayetuhifadhi, yeye ndiye anayetulinda, yeye ndiye anayetutegemeza, yeye ndiye anayetuvisha, yeye ndiye anayetulisha, yeye ndiye anayejua kesho yetu na leo yetu. Mungu ama Bwana akamwambia Musa, nitakasie wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli, wa mwanadamu na wa mnyama ni wa kwangu huyo. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Amen. Ani kabisa. Baada ya Mungu kuona ile zoezi litakuwa gumu sana, aliweka utaratibu.
Akasema kuanzia sasa nachagua kabila moja la Lawi katika wana wa Israeli. Hii kabila ya Lawi haitakuwa na urithi kwenu. Asema hii kabila ya Lawi kuanzia sasa naitwaa kuwa mbadala ya wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli. Na kabila ya Lawi ilitengwa kwa ajili ya Mungu. Hawakufanya kazi nyingine yoyote isipokuwa hiyo kazi ya Bwana. Si unanielewa? Si unanielewa? Na wewe kwa nini atende Mungu, kwa nini awe serious kuhakikisha kwamba wewe Sevelini hautamtumia Laura tena? Kwa nini? Kwa sababu anaishi kwa uhai wangu. Damu yako ni chafu, imechimba kumkomboa, mimi nimemkomboa kwa uhai wangu, kwa damu yangu. Anaishi kwa damu yangu, anaishi kwa uhai wangu. Kwa hiyo sio kwako tena, wa kwako alisha kufa. Huyu anaishi ni wa kwangu. Tunaelewana? Anasema huyu anaishi ni wa kwangu. Kwa hiyo huyu ni wa halo. Sio kama unaona kitu. Wewe ulishaguliwa wewe. Sijasema ukamtukane, sijasema ukambeze, sijasema ukamdharau. Mpe heshima ya kidunia hii unayoipata kwa sababu ya Mungu aliyekufanya. Lakini ujue kwenye ulimwengu wa roho wewe umekwisha kutengwa. Anaposema nitakasia anamaanisha nitengee. Wewe umetengwa. Nasema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu ale, kwa kibali cha damu ya Pasaka, ikiwa kuna vikao vimejadili jina lako, vimejadili nafsi yako kwenye ukoo wa baba yako au wajomba zako, wakasema huyu tunamweka wakfu katika kazi yoyote ya kichawi, ya kiganga na ibada za mashetani, kuanzia sasa natangaza kwa damu ya Pasaka wewe Yesu Kristo umetengwa na ukoo wao, umetengwa na sadaka zao, umetengwa na madhabahu zao, umetengwa. Wewe sio miongoni mwao. Wewe sio miongoni mwao. Nasema hapana. Umetengwa kwa damu ya Yesu. Usijihesabu huko. Wao wakakuhesabu sawa, watu wakakuhesabu, lakini wewe usipojihesabu utakuwa pamoja na Mungu asiyekuhesabu pamoja na wao. Walikufa kwa kansa, wote wafe. Kazi yako ni kuhubiria Injili. Hayakuhusu hayo. Na ninaposema hivi, vifungo vya maradhi yaliyokuwa baba zako na wajomba zako na mama zako na shangazi zako vinakatika kwenye ulimwengu wa roho. Kwa damu ya Yesu Kristo. Walifanya maagano ya ufukara, wakasema tunatoa sehemu za vitabu vyetu, tunatoa vitabu vyetu kwa sadaka ili tutajike. Na kuambia sasa, au tutajika kwa kitabu cha babu yako, tutajika kwa kitabu cha Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Umetakaswa. 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 Umetengwa. 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 Ambazo ni dhaifu, zenye udhaifu, zenye ulemavu, hazifai, haziwezi kupokelewa mbele za Mungu aliye hai. Sadaka zao zina ulemavu, zina mapungufu, kwa sababu wao wanazitoa wana mapungufu. Upungufu wa sadaka zao uko ndani yao wenyewe. Kama ni sadaka zina mapungufu, haziwezi kuharibu hatima yako, haziwezi kuharibu ndoa yako, haziwezi kuharibu kazi yako, haziwezi kuharibu afya yako, haziwezi kuharibu watoto wako, haziwezi kuharibu elimu yako, haziwezi kuharibu kazi ya mikono yako, haziwezi kuharibu
kwa lebo afya yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kadeni litembe nikilemewa dhambi, nilikosa msaada kuniponya makosa. Usifiwe wa Yesu, usifiwe neema ya Mungu inayotuokoa. Usifiwe msalaba wa Yesu, usifiwe neema ya Yesu inayotuokoa. Usifiwe msalaba inayotuokoa. Usifiwe Mwokozi, usifiwe msalaba, usifiwe neema inayotuokoa.
neema kwenda Yesu.
Wewe
Umetengwa
Rudi kwa madhabahu ya mbinguni. Damu ya Yesu ni shahidi kwa habari yako. Wewe ni wa Kristo. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi mengi na vigelegele. Tuchukue sadaka zetu. Asante Yesu. Sema Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo, Pasaka wetu, ambaye leo tunaadhimisha siku yake ya kuchinjwa, kuwa Pasaka, kuwa sadaka ndio takatifu, sadaka ambayo leo tunajivunia, sadaka ambayo leo imekuwa uhai wetu. Hii ndio sadaka